Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatano katika masomo yetu haya mazuri ya kujifunza Biblia. Leo tuna somo linalosema kusifu, ungamo, mahitaji, kushukuru. Kabla tujaendelea kuangalia haya, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Amen. Tunakushukuru kwa upendo wako, tunakushukuru kwa neema na rehema. Umetuleta tena siku ya leo utufundishe. Amen. Tunaomba utujalie usikivu, tupate kuelewa haya masomo. Amen. Tuelewe sawasawa na huyu mfuatiliaji wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Yesu ametufundisha kuomba. Sala ya Bwana, Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 mpaka 15. Leo Jumatano, jana tuliangalia vipengele vyote sentence moja baada ya nyingine katika uzito wake. Kama ulikosa, nenda kwenye somo au episode iliyopita. Leo tunaenda kuviangalia tunaangalia sala hiyo hiyo, lakini katika vipengele vikuu vinne. Na nadhani itakuwa ni rahisi kuvishika kichwani tukikamata hivyo vizuri. Tunatafuta kukua katika mahusiano yetu na Mungu kupitia maombi, na somo la leo litatubariki sana. Kuna ile sala ya Bwana, upande mwingine unaweza kuchukua ile sala ya Danieli katika Danieli sura ya 9 mstari wa 4 mpaka 19. Ina vipengele vyote, lakini leo sisi tutaangalia tu upande ule wa sala ya Bwana. Ya kwanza kusifu. Katika ile sala ya Bwana, wapi kuna kusifu hapa? Kuna kusifu popote hapa? Kuna kusifu, yaani unaposema kwamba jina lako litukuzwe. Asante. Jina lako litukuzwe, sifa zako zijulikane. Lakini pia tunaposema Baba yetu uliye mbinguni, unamtaja kwa sifa yake, unamtaja kwa cheo chake, kwa nafasi yake. Unamkuza Mungu kwa namna hiyo. Watu wengine wao wanapenda wanapofika kwenye habari ya kusifu, Mungu muumba wa mbingu na nchi, Mungu uliowatoa wana wa Israeli. Yaani hapo yote ni kumkuzia Mungu. Kumtangaza yupi? Kwenye mahusiano yetu kawaida, wewe unaweza kuja na shida yako moja kwa moja? Hapana. Sina shikamo. Kwa hiyo nyingine unaniheshimisha, unanipa sifa yangu. Au tunaweza kukuta mama anavyokuja na shida yake, anaanza pambana, yani wewe umekuwa baraka kweli, yani wewe bila wewe isingekuwa wewe ningekuwa wapi? Kumbe ana laki. Anakuandaa. Kwa hiyo vizuri napo unamwandaa Mungu, unampa sifa, unamketisha kwenye kiti cha sifa. Haya, hilo ni la kwanza, sifa. Ingieni Zaburi ya 116. Muda utoshi, lakini Zaburi ya 100 ina maneno mazuri hapa. Inasemaje? Mfanyeni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetumba sisi na sisi tu watu wake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Endelea unavyotaka. Kwa hiyo ndio gia ya kwanza, tunaitwa kwa Bwana namna hii. Hiyo ni kusifu. Lingine ni ungamo. Sasa hapo watu wanakimbilia tusamehe dhambi zetu, ndio ungamo. Ungamo maana yake nini? Kukubali au kukataa. Kukubali au kukataa kote kunaitwa ni ungamo. Yaani kwamba unakubaliana na uhalisia machoni pa Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu, ufalme wake umefika au hujafika? Tangazo la Kristo ni kwamba ufalme wa Mungu umefika. Ndio. Haya. Kwa hiyo unaungama na ufike leo. Unaukubali mapenzi yake yatimizwe. Ni ungamo.
ambapo haupo uwepo. Na kama kuna uongo, kuna vizuizi, unavikataa kwa jina la Yesu. Ili hayo mapenzi sasa yatimizwe, huo ufalme basi uje. Haleluya. Amen. Inaendana na utusamee deni zetu, hiyo ungamo na msamaha pale pale palipopungua nasa hapo inapokuja kwenye maisha yetu sasa, kwenye habari ya msamaha sasa pale, kama kuna vipengele ambavyo unahisi unahitaji kutoa msamaha ili mambo yaende, kuna watu wamezuia njia yako, sasa unaweza ukaomba Mungu aidha wasamehe, hawajui walitendalo. Kwa lugha nyingine, unakubaliana na Mungu kwamba ufalme wake uje, kwa sababu msamaha unapoutoa kwa wengine ndio usamaha umefika. Kwani habari njema za ufalme ni nini? Si mmesamehewa? Kuna unaombea wengine msamaha, ili Mungu naye akufungue kwenye vifungo ambavyo wengine wamekufunga, wamekunyima haki zako, wamekunyima heshima unayostahili, wamekunyima fursa unazostahili, na hivi una apili kwa Mungu akufanyie, kwa sababu wewe ni mtoto, yeye ni baba yako, wewe ni mtoto wake. Hivi unavyomba, lakini unaanza kutanguliza hivi vya wengine. Mungu watendee hawa kama ambavyo naomba na mimi unitendee katika hili. Limekaje? Tutoe mfano. Hanisalimii. Sasa wewe ukianza kusema Mungu naomba unipe amani, huwa amani huwezi kupata. Ila Mungu anasema wewe muombe, hajui alitendalo. Mungu amtoe kwenye chuki binafsi aliyonayo, kwa sababu anajichukia mwenyewe, sio kama anakuchukia wewe. Ana matatizo yake mwenyewe. Mungu naomba msaidie. Yaani ukishaomba, hata kama yeye amekataa lile ombi pale msalabani, si alisema wasamehe wote, alijua kwa nini wote wamelipokea. Hata kama hatabarikiwa na lile ombi, wewe utabarikiwa. Mungu atakufungua, atakupa amani. Kwa hiyo ndio vipengele hivyo: sifu, ungamo, msamaha. Alafu mahitaji, uitangulizi mahitaji kabla hujataja habari ya hujamsifu Mungu, hujaungama, hujaomba ufunguliwe, wafunguliwe wengine, wafungue wengine. Njoo kwenye mahitaji yako sasa, ambayo ni ya kila siku, iwe ni ya kiroho, iwe ni ya kihisia, ya kimahusiano, ya chakula, ya malazi, nini. Baba yuko tayari kutoa kama alivyotoa mana. Mahitaji muhimu sana. Usiseme Mungu anajua tu, wewe eleza sasa. Alafu ya mwisho, kushukuru, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Mrudishie sifa zote zake. Amen. Nyanyuka kana kwamba ameshajibu tayari, kwa sababu umeomba sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hiyo tumeanza na nini? Tunaanza na nini? Kusifu, ungamo, mahitaji, kushukuru. Unaungama nini? Unasifu nini? Unamsifu Mungu na jina lake. Unaungama na kuomba msamaha. Unaungama kuhusiana na kama kuna chochote kinachoweza kuzuia ufalme wake, mambo hayako sawa, mambo yako sawa, unamshukuru, unataja, unakubaliana na Mungu kwa kinywa chako na moyo wako, unaomba msamaha, mambo yakae vizuri, unaenda kwenye mahitaji, unaingia kwenye kushukuru. Vipengele vinne. Hata Danieli alitembea katika vipengele hivi, na sisi tunafundishwa kutembea katika vipengele hivi. Rafiki yangu, naamini ya kwamba tuko pamoja, tunajifunza hapa. Na sasa inahitaji practical, inahitaji kuingia katika vitendo tena na tena, sio mara moja, tena na tena. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunapoingia katika kuomba, kwa kusifu, kwa kuungama, kwa msamaha, kwa mahitaji na kushukuru,
tunaomba ukatupe kufanya hivyo kama wana wanaoongea na baba yao aliyoko mbinguni. Tupe ujasiri wa mtoto mdogo kuomba, tupe imani, achilia imani kwa msikilizaji wetu, na sasa ukampatie sawasawa na anavyoomba kwa jina la Yesu. Na tena tulete kesho kwa masomo mengine kama haya, tutembee nayo. Amina. Amen. Basi mfuatiliaji wetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeangalia kusifu, ungamo, mahitaji na kushukuru. Ni namna ya kuomba. Sasa siku ya kesho tunakuja kuangalia maswali mengine kuhusiana na maombi. Kuna maswali unapoomba yanaweza yakajitokeza, lakini sasa ufanyeje? Siku ya kesho ndio siku ya kuangalia hayo maswali. Kwa leo tunaahirisha mpaka kesho. Mimi ni Geoffrey Omondi. Nami ni Enos Makalindile. Tunakukaribisha kwenye somo la kesho. Mungu akubariki. Amen.